Naam, hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako msikilizaji, ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Karibu nasi ili tuweze kuandamana. Andamana nasi pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Lakini sasa hebu kwanza nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Leo wakati shamra za Krismasi zimenoga kote duniani, kwenye jukwaa spesheli tunaangazia maana halisi na ya kina ya Krismasi. Ni nini ambacho Wakristo wanafaa kusherekea na ni vipi ambavyo wanafaa kuendesha shughuli hii? Haya basi, kando na mbwembwe, tutakuwa basi tunaelewa mengi kuhusiana na maana halisi ya Krismasi. Kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu, mimi naweza kufanisha na kwamba ni mabadiliko moyoni juu ya mwenendo na tabia na maisha ambayo hayamlingani Mungu. Nasi basi tunaalikwa mtoto Yesu anapozaliwa tuwe watu wa matumaini. Ni mwana mkombozi wetu ambaye anakuja kutukomboa katika dhambi, kutuondoa katika giza, kutuondoa katika matatizo. Tunapozungumzia dhambi tunazungumzia mapigano, tunazungumzia nia na hila mbaya, tunazungumzia vita, tunazungumzia uharibifu wa mazingira, tunazungumzia unyonyaji pia, kukosekana kwa misaada kama vile ya kusaidia wagonjwa na watu wenye changamoto mbalimbali. Naam, karibu sana kwenye jukwaa la wanahabari spesheli, mahali ambapo tunasimamisha kelele za dunia ili tusikilize sauti ya maana. Leo tunakutana katika toleo maalum la Krismasi, wakati huu ambapo taa zinang'aa, muziki unasikika kila kona na zawadi zinabadilishana mikono. Tunauliza swali la msingi: Krismasi ni nini hasa? Je, ni sikukuu ya kula na kusherekea tu, au ni kumbukumbu ya tukio lililobadilisha historia ya mwanadamu? Kwa nini Wakristo huadhimisha Krismasi na ina maana gani kiimani, hasa kwa Mwafrika anayeishi katika ulimwengu wa changamoto, maumivu na matumaini? Jina langu naitwa Padri Frederick Meela, misionari wa shirika la Yesu. Nafanya utume katika Mabani ambayo ipo Sudani ya Kusini, sehemu ya Upper Nile State. Upper Nile State ni kama tunasema province au tunasema mkoa katika maeneo yetu mengine ya Afrika Mashariki. Tunapoadhimisha sherehe ya fumbo kuu la Noeli, yani ukombozi wetu anapozaliwa mtoto Yesu, ni habari njema. Habari njema ya Noeli inakuja kwetu. Mwenyezi Mungu anapenda kuendelea kukaa karibu nasi wanadamu, na anapenda kukaa karibu kabisa katika mioyo yetu ili tuendelee kuwa watu wema na kuwa watu wa matumaini. Kanisa Katoliki ambalo mimi ni sehemu ya utume ambao unaofanya katika eneo hili, kwenye shirika la wakimbizi la JRS au shirika la Yesu ambalo mimi pia ni sehemu ya wamisionari hao, tunafurahi kuadhimisha katika sherehe kubwa kabisa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mkombozi wetu ambaye anakuja kutukomboa katika dhambi ya mateso mbalimbali ambayo yanatokana na changamoto ambazo tumekutana nazo mwaka huu. Nyingine zimesababishwa na sisi wenyewe binadamu, lakini nyingine zimesababishwa na matukio ya hali halisi au tunasema nature, vile ambavyo ilivyo. Kwa hivyo yametokea majanga mbalimbali ambayo yameweza kuleta madhara katika maisha yetu ya kila siku. Tunapoadhimisha sherehe hii ya fumbo kuu la Noeli au kuzaliwa kwa mtoto Yesu, sura ya mtoto Yesu inatuletea matumaini mapya. Ni kama vile mama anapopata mwana, tunasema mama mwenye heri aliyepata mtoto huwa na furaha kamili, furaha iliyokuu. Nasi basi tunaalikwa mtoto Yesu anapozaliwa tuwe watu wa matumaini. Ni mwana mkombozi wetu ambaye anakuja kutukomboa katika dhambi, kutuondoa katika giza, kutuondoa katika matatizo. Lakini tunapoadhimisha basi
Kipindi hiki cha Noeli, fumbo kuu, tunaalikwa tuwe wana wa nuru, tushiriki kuwa chanzo cha furaha iliyo kamili. Wana wa nuru manake ni wale walioalikwa, hasa sisi wa Kristo, na wale wenye matumaini mema, wale wenye nia njema. Ni kipindi ambacho kinatualika sisi tuwe na furaha sio tu ya nje, lakini furaha ya ndani ya mioyo yetu. Unapokuwa mwana wa nuru, ina maana wewe ni chanzo cha furaha, matumaini, upendo, umoja, amani. Ni mwana wa mwanga kweli. Watu wakikuona wanasikia matumaini mapya ya mwaka 2026. Mwaka wa 2026 uwe mwaka wa umoja na amani, ambavyo tunashuhudia mwaka 2025 umekuwa mwaka mgumu sana kiuchumi, kiimani, kimaendeleo, kijamii. Kumekuwa na changamoto, hata pia tamaduni zetu zimekumbwa na misukosuko ya hapa na pale kutokana na mambo mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, lakini hasa zaidi kupungua kwa michango ambayo tulikuwa tukiipata kusaidia maeneo mbalimbali ikiwemo ya afya. Basi mtoto Yesu anapozaliwa katika maisha yetu ya kila siku, tuendelee kuwa watu wa nuru, tuendelee kuwa watu wa matumaini, tuendelee kuwa watu wa amani. Ukifungua kinywa chako, ukifungua mdomo, basi watu wanasikia unazungumzia lugha ya umoja, lugha ya furaha, lugha ya kuleta upendo, unahamasisha mambo mema, unahamasisha watu wawe makini katika yote wanayotenda. Ili kutusaidia kutafakari kwa kina, tumeungana naye Bwana Oswald Mulei, ni mwanatheolojia na mtumishi wa Mungu kutoka nchini Tanzania, atakayetusaidia sana kurejelea kwenye chanzo cha Krismasi. Si Bethlehemu ya kijiografia pekee, bali Bethlehemu ya mioyoni. Jina langu naitwa Bishop Reverend Dr. Oswald Herman Mulei, kiongozi na muasisi mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano nchini Tanzania, jumuiya ya maadili na haki za binadamu inayoundwa na kuratibiwa na viongozi wa madhehebu ya dini nchini Tanzania. Kwanza ninawashukuru na naipongeza idhaa yenu nzuri kabisa, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ambayo ni sauti yetu sisi wa Afrika tunajivunia, hasa sisi viongozi wa dini. Ndugu mtangazaji, nikianza kujibu maswali yako kama ulivyosema, nini maana ya Krismasi na kwa nini Wakristo wanaadhimisha Krismasi na ina maana gani kiimani? Krismasi inawakilisha kusherekea kuzaliwa kwa mkombozi wetu Yesu Kristo Masiha. Na maana yake halisi, Krismasi kwanza sio agizo la kibibilia. Krismasi sio agizo la kibibilia, lakini ni mapokeo ya kitamaduni, hasa pale Ukristo ulipoenea duniani. Najua Ukristo, Yesu alipokuwa anaeneza Injili alikuwa Israeli, na Yesu hakutoka nje ya Israeli tangu kuzaliwa mpaka kupaa mbinguni. Kwa hiyo walioeneza Ukristo ni wafuasi wake, wale mitume 11 waliobaki baada ya Yuda kujiua. Na kila mtume alienda maeneo yake mbalimbali, na kulitokea hata mtume mwingine kama mtume Paulo, ambaye najua wengi mnamfahamu, naye alieneza Injili kwenye maeneo mbalimbali hadi mpaka Roma. Sasa kimaandiko hakuna andiko lolote ndani ya Biblia linalofundisha juu ya Krismasi, wala Yesu Kristo mwenyewe hakuna mahali alipoonyesha anasherekea kuzaliwa kwake. Na hata ukiangalia kwenye Biblia, matukio ya kuzaliwa mara nyingi huyakuti kwenye dini. Uweze ukaona labda Mafarisayo au Masadukayo au walimu wa Torati wakisimama juu ya fundisho la sherehe za kuzaliwa namna ile. Yani ni mapokeo ya dini, lakini ni picha ni picha inayobeba ujumbe. Kwa hiyo na wao waliona kwamba tubebe ujumbe wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo maana halisi ya Krismasi ni mapokeo
ambao tumewapokea na tunaendelea nayo. Lakini tukiangalia sasa ina maana gani kiimani? Ni kweli kama Yesu ameweza kuikomboa dunia yote, lazima tukumbuke kuzaliwa kwake. Lakini kama tunakumbuka kuzaliwa kwake, ni labda sisi tuangalie maisha tunayoyaishi sasa yaakisi upya. Kama mtu ulikuwa unaishi maisha yasiyompendeza Mungu, basi uanze upya, ndio kuzaliwa upya. Kuconfess, kurepent, confess na repent, yani maana yake ni kuokoka. Kuokoka maana yake ni kujutia, kuacha. Si kujutia sana, ila ni kuacha. Naam, tumepata hilo Bwana Mlee. Kwa swali la pili, kwa nini Wakristo huadhimisha Krismasi? Kunao wapo wanauliza, kwa nini Krismasi ni muhimu sana kwa Mkristo? Kwa mtazamo wa teolojia ya Kikristo, Krismasi inasimama wapi katika msingi wa imani ya Mkristo? Yaani, ndugu mtangazaji, unajua mwanadamu kama mwanadamu huwa anapenda kufurahi. Mwanadamu anapenda kufurahi, na mwanadamu huwa anapenda vitu vipya. Sasa ukiangalia sikukuu ya Krismasi, kuadhimishwa kwake dunia leo, hata tuchukue hata dini zetu, tuchukue hapa kwetu Afrika Mashariki, nichukulie mfano tu Afrika Mashariki, ndugu mtangazaji. We chukulia ile siku ya Eid al-Fitr, ile baada ya Ramadhani, chukulia Waislamu baada wamefungulia miji kama Mombasa, Likoni kule, mji kama Kisumu, miji kama Nairobi. Kwani zile sherehe unavyoziona za Waislamu peke yao, za Waislamu peke yao? Si unakuta na Wakristo wengi tu, tena wengi tu, na hata wale Waislamu wenyewe wanaenda msikitini ile siku ya Ramadhani, siku ya Eid, kwani ni wengi? Lakini wengi wako mtaani, utakuta wengi wanastarehe, wanafurahi, wanakunywa, wako bichi. Huwezi ukamtofautisha Margaret na Kurusumu, huwezi ukamtofautisha Fatuma na Jeni, huwezi ukamjua Idi na Peter, Muhammad, labda na watu kama Kenya vile wanaitwa Maina na nani. Haiwezekani, kwa sababu wao wanaona ile sherehe. Kwanza sherehe ile haibebi dini sana. Dini ni kidogo tu. Nakuta wameenda kanisani kama Krismasi hivi leo, kama leo utaona ataenda usiku. Angalia Wakristo wengi utakuta wako baa. Wewe fuatilia leo hii tunavyoongea, ambao unasema ni Krismasi. Nenda kanisani, utakuta vizee sana, vitoto sana, na wababa ambao wameshaanza kupata miaka 50 au 40 na. Lakini kijana miaka 22, 23, 24 au 30 utakuta wako baa, wanacheza pool, wanafanya nini. Wengine tayari wako baa tayari na madisco. Hebu jiulize, kama kweli unataka kushangilia kuzaliwa kwa Yesu, mbona matangazo yasema disco toto, siyo disco manini mengi. Kwa hiyo hii matukio kama umesema kwamba imebadilisha historia ya dunia, ni kweli, ni raha. Kwa hiyo sio mnasema fani, ni fani, ni raha. Sio kwamba kuna consideration, kuna concentrate. Hakuna concentration kwamba watu wana meditate, wanafanya devotion. No. Wanaenjoy. Utakuta hata leo, wewe ndugu mtangazaji, pita kwenye maduka uone watu wamejaa, wananunua nguo, wananunua vyakula, vinywaji, vyakula. Maduka yanaingiza hela. Krismasi inaingiza hela. Haibebi dhimu ya kuzaliwa kwa Yesu, sijui ni mtu atabadilisha maisha. Hapana, ni kitu cha furaha. Na naelewa hizi sikukuu za kidini, ndugu mtangazaji, maadhimisho mbalimbali ya hizi sikukuu ndio kuna hela. Kwa mfano ukiangalia Ramadhani, hata mtu ambaye alikuwa havai kanzu ndio atavaa kanzu mpya. Mama alikuwa hana hijabu, atavaa hijabu mpya. Kabisa nakwambia, mpya. Utamuona mtanashati. Sio mtanashati. Leo ukiangalia siku ya leo, huko mjini Nairobi ni patashika. Patashika kweli kweli.
Ngoja kesho uone makanisa atakavyojaa watu. Alafu kienda kule kanisani sasa. Kesho kanisani uende. Kama utakuta hata watu wanalia, wanaomba, utakuta watu wanaonyesha misuko ya nywele. Kuna mwanamke anapaa mpaka wigi la 600,000, wigi la 400,000. Yaani ukimtazama mwanamke kuanzia mpaka pochi ya 300,000, kiatu 200,000, anang'aa. Lakini sadaka atatoa 3,000, 2,000, 4,000. Si kweli? Si kweli nachokiongea? Kwamba huyu mtu aliyebadilisha Mkristo huyu, nenda kesho kanisani, anatoa 1,000 au 100, sio ya Kenya, tofauti na huku kwetu. Mbake pesa ya Kenya kwa Tanzania ni kubwa sana. Shilingi ni mara shilingi 20 ya huku. Kwa hiyo nikisema 100 ya Kenya ni kama 1,000 ya Tanzania. Shilingi kama 2,000. Sasa utakuta sadaka ni ndogo, lakini angalia watu walivyopendeza kanisani. Suti. Kijana ajaye kwenda kanisani ataenda kesho. Na akifika, unajua anafanya nini? Anaanza kufuta pale kwenye kiti kama kuna vumbi. Anafuta pale kama kuna nini? Kuna vumbi. Lakini Injili nasema Yesu alianguka, akashinda na njaa siku 40, akateswa. Hiyo haikuna wazo hilo. Kwa hiyo badiliko la kihistoria ni kwamba Krismasi ni sherehe. Kwa kifupi, Krismasi ni sherehe. Kwa hiyo kidini pia ndio kidini, ndio labda ndio siku pekee inakusanya sadaka kubwa kuliko zote. Kwa hiyo ni sherehe kwa wachungaji, sherehe kwa maaskofu, sherehe kwa nani, kwa sababu ndio siku ya kupata hela nyingi. Na suala la tatu linagusia alama na ishara za Krismasi. Tunapoangalia simulizi la Krismasi tunaona alama nyingi, yani symbols: mtoto Yesu, malisho, nyota ya Bethlehemu, unyenyekevu wa kuzaliwa katika pango. Alama hizi zina maana gani kiroho, na Mungu alikuwa akizungumza nini na mwanadamu kupitia ishara hizo? Ndugu mtangazaji, ujue kabla ya wokovu, kabla ya Yesu Kristo kuja kutukomboa duniani, wanadamu tulikuwa tunaishi maisha ya kipagani. Tulikuwa tunaishi maisha ya kipagani, maisha ya kuabudu sanamu, kuabudu mizimu. Unakumbuka hata wakati wa Musa anapewa zile amri 10 za Mungu, alimwambia amri ya kwanza kabisa, amwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mimi ndimi Bwana Mungu wako. Msiabudu miungu mingine ila mimi. Msiabudu miungu mingine, msisujudie wala nini. Alitoa maelezo, akasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Lakini kumbuka hata wakati Musa amewatoa wana wa Israeli akawa kule jangwani, wakati wa Mungu alipomkuta, na hata Mungu alipomtokea kule jangwani kwenye kijiti, alimwambia na kutuma wewe Musa ukawapandisha wana wa Israeli wapeleke nchi ya ahadi, mahali pa Mwebusi, Mkanani, Mperizi, Mhivi na Mwebusi na watu mbalimbali. Aliwataja mataifa ambayo yalikuwa anaishi kule Kanaani, ambapo Musa alikuwa anapeleka wana wa Israeli. Lakini unakumbuka aliwaambia kwamba mkifika waueni wote wale watu. Na ni kwa sababu gani? Wale walikuwa ni waganga, wachawi na mambo ya mizimu. Lakini ukisoma huko mbele utakuta wakina Joshua walivyoganagana, kuna kwa kina Ruben, sio kina Dani, walihifadhi wale watu. Na ndio wanawatesa mpaka leo. Kwa maana hiyo binadamu tulikuwa tunaishi kwa kuangalia nyota. Ndio maana hata kule nikakwambia habari za Italy, kwamba yule Konstantini yule yeye kwenye nani yao alikuwa na mungu anaitwa Mungu Jua, God Sun, ambapo hii neno la Sunday, siku ya jua. Sunday si kila Jumapili tunavyoenda leo, ndugu mtangazaji. Kwa kule Sunday sio Jumapili tunayekwenda. Italia Jumapili hawaiti Sunday, wanaita Dominika. Dominika maana yake ni siku, ni kusanyiko takatifu. Dominika ni kusanyiko takatifu. Italy hawana Sunday. Sunday labda kwa huko Uingereza huko wapi, ambaye Sunday maana yake ni Sunday. Na Sunday kwa Italy ilikuwa ni moja tu, tarehe 25 Desemba ya kila mwaka. Tarehe 25 ya kila mwaka. Unaona na hata jua la kule ilikuwa napita tu hiyo Desemba tu, akijua kinatoka papo kinalala.
ndio Mungu akaonekana akapotea. Kwa hiyo dunia yote tumeishi kwa mizimu. Hata ndugu mtangazaji, wewe ukienda kule kwenye ukoo wenu tu, tuanze na wewe hata na mimi, kuna matambiko mle, lakini kanisani nakwenda utasikia hata mtu akifa, si unaona hata mtu kazikwa, unaona anakuja kaburi. Wao wafikiri makaburi wanafuata nini? Wanafuata mitambiko yao na mila zao. Kwa hiyo watu wengi walikuwa na namna hiyo, lakini Yesu alipozaliwa akafuta kabisa mambo hayo, kwa sababu ng'ombe wale wachungaji uliowaona walikuwa wako mabondeni wanachunga, na kikawaida wachungaji ni watu wasiothaminika. Ndugu mtangazaji, ni watu wa hali ya chini. Mabosi wako nyumbani, wako maporini na ng'ombe, nyoka zao, chui zao wako maporini, lakini malaika wakasema Yesu amekuja hata kwa watu wadhaifu. Sasa tunajivunia kupata yetu idhaa, habari hutufikia kwa muda unaofaa, sifa twaimiminia hutuonya na balaa. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha, hutuondoa udhia, kutupasha ya mitaa, na sauti nzuri pia wala hazijazuba, lugha inayovutia, lafudhi zilokoma. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha, huwa tunayasikia maoni yetu kadhaa, pale tunapoingia mtandaoni hung'aa. Ai, tunashangilia wanaikuza sana, sauti ya Afrika, sauti huhabarisha. Watamananga na tiani na wasijamaa, tuzidi kufuatilia tupate ni manufaa. Mwenyini na shadidia tuyatizame masaa, sauti ya Afrika, sauti huhabarisha. Shabash. Mimi Munyimsa Muhammad maarufu sauti ya Kinanda. Shairi hili nimelipa mada idhaa ya Kiswahili sauti ya Afrika. Na hapo pia nilipata fursa ya kuungana na wanahabari wa idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Mwafrika wakiwa nchi na sehemu mbalimbali duniani. Naitwa Silvanus Karemera, ni mwandishi wa habari nikiwa Kigali, Rwanda, na kwa sasa niko maeneo ya nchi eneo la mashariki mwa nchi kutokana na kusherehekea sikukuu ya Krismasi. Natuma salamu zangu za heri ya Krismasi na mwaka mpya kwa marafiki zangu ambao wako katika maeneo mbalimbali, nikianza na dada yangu Jane akiwa hapa Kigali. Natuma salamu za Krismasi kwa kaka yangu Matias akiwa pale nchini Tanzania katika maeneo ya Bukoba pale. Natuma pia salamu za Krismasi kwa rafiki yangu Daniel Gakuba akiwa mjini Bonn nchini Ujerumani. Lakini pia natuma salamu zangu za Christmas kwa ndugu yangu mseminari akiwa pale Kampala. Natuma pia salamu za Christmas kwa rafiki yangu kabisa ambaye kwa sasa yupo katika nchi ya Tanzania, sana sana katika eneo la Kigoma mjini, bwana Matthew Yohana. Salamu zangu za Christmas ziwaendee jamaa na marafiki popote pale walipo sana sana katika nchi za eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Na watakieni heri ya Krismasi na mwaka mpya mwaka 2026. Asanteni. Habari na baraka na fanaka za Krismasi na heri ya mwaka mpya. Jina langu ni Angela Ng'endo, mimi ni mwanahabari wa idhaa ya Kiswahili ya Afrika na ni mwanahabari kutoka Kenya, na ninatuma salamu zangu nikiwa katika kaunti ya Kiambu. Hapa ni mkoa wa Kati nchini Kenya. Nataka kuwapa heri ya mwaka mpya na Krismasi kwanza mwanangu Bakita, mamangu mzazi Bi Eunice, ndugu zangu Daudi, Caleb, Monica na Pamela, na jamaa zangu akiwemo bibi yangu na Mary Kamau, yule ni mtu aliye karibu sana na mimi.
na pia ningetaka kutoa salamu zangu kwa wasikilizaji wetu wote ambao wamekuwa kiandamana nasi katika idhaa hii ya Kiswahili Sauti Afrika. Ama kweli mmekuwa nguzo muhimu sana kwa idhaa hii ambayo ni sauti yenu, sauti ya Mwafrika. Mimi naitwa Mseke Dide, napatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Napata fursa hii ili kuwatakia wasikilizaji wetu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika Sauti ya Afrika sikukuu njema ya Christmas na heri ya mwaka mpya wa 2026. Na watakieni nyote mwaka wenye heri na fanaka, na watakia mwaka wa 2026 uwe mwaka wenye mafanikio kwa kila mmoja anayetusikiliza muda kama huu. Hello Africa, naitwa Leonard Mubali kutoka idhaa ya Kiswahili ya Afrika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na kutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Umekuwa mtu muhimu sana. Hebu tuanze mwaka mpya ujao pamoja nawe msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana. Pokeeni heri njema za Krismasi, na wakati ambapo pia tunatazamia kuruka mwaka kuingia mwaka mpya 2026, mwaka freshi. Jina langu mimi ni Anne Ngugi na mtangazaji mwanahabari wa miaka mingi nchini Kenya. Nimetulia tu nyumbani hii leo, hatuna mengi. Jana tumepiga bonge la sherehe. Tumetulia tu, tunamalizia. Kwa hivyo ni kuwatakia wasikilizaji wote Krismasi murua, yenye upendo, yenye baraka, isiyokuwa na bugudha. Hata wakati tunaendelea kusherekea kwa kila jambo, tukumbuke maana halisi ya Krismasi na kuendelea kutafakari hayo kwa kina, kwa sababu ni zawadi kwa dunia yote. Na wasalimia wote, watoto wangu, wana wangu wote, mamangu, babangu, marafiki wangu wote ambao na marafiki nafikiri nchi zote ya Afrika. Sijakosa rafiki hasa East Africa. Mfikiwe na salamu hizi spesheli za Krismasi. Na basi tuendelee kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika, kwa sababu hapo ndipo sauti halisi ya Mwafrika imepewa nafasi, inaheshimiwa. Sasa tunajivunia kupata yetu idhaa, habari hutufikia kwa muda unaofaa, sifa twaimiminia hutuonya na balaa. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha, hutuondoa udhia, kutupasha ya mitaa, na sauti nzuri pia wala hazijazuba, lugha inayovutia, lafudhi zilokoma. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha, huwa tunayasikia maoni yetu kadhaa, pale tunapoingia mtandaoni hung'aa. Ai, tunashangilia, wanaikuza sana. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha, watamananga na tiani na wasijamaa, tuzidi kufuatilia tupate ni manufaa. Mwenyini na shadidia, tuyatizame masaa. Sauti ya Afrika, sauti huhabarisha. Shabash.